Naomba tusimame kwa heshima Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa, tukae. Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Waheshimiwa viongozi wastaafu mliopo, Mheshimiwa Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, Makamo wa Rais wastaafu, pamoja na wastaafu mliopo hapa. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa la Wawakilishi namuona Mheshimiwa Ackson, Mheshimiwa Jaji waheshimiwa mawaziri wakuu wastaafu tayari nilishasema, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, Makamu wa Rais na Katibu Mkuu pamoja na mliofuatana nao, Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, tambua pia uwepo wa Engineer Zena Said, Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, makatibu wakuu mliopo nasi hapa, waheshimiwa viti na waheshimiwa wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mliopo nasi, Mheshimiwa Hamza Said Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, Mheshimiwa Jaji Sivangirwa Mwangesi, mkuu wa Tume ya Utumishi Tume ya Maadili ya Watumishi Tanzania, viongozi mbalimbali mliopo nasi, viongozi wa dini, ndugu zangu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu tuwezesha kukutana hapa kwa shughuli tulioikusudia. Shughuli yetu leo hapa ni kuja kumwapisha Waziri Mkuu mpya wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Tunakupongeza. Tupo hapa viongozi wote wa taifa hili, tunakupongeza. Tu taifa hili kutoka pande zote mbili za muungano, wote tumekuja kukushuhudia ukilibeba jukumu kubwa la kuwa kiongozi wa shughuli za serikali, la kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Mwigulu, uteuzi wako umepita kubwa, ushindani mkubwa, na katika vigezo kadhaa umeibuka kuwa na sifa nyingi kidogo kuliko wengine ulioshindana nao. Na vigezo vyote vilivyopimwa vimepima maeneo mbalimbali ya kuitumikia nchi hii, ya kulitumikia taifa hili. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Narudia, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na maelekezo yote yamo kwenye katiba, lakini imekukabidhi vitabu vinavyoeleza majukumu yako na unatakiwa
kuyaangalia. Umepokea kijiti kutoka kwa Waziri Mkuu mstaafu ndugu yetu Mheshimiwa Kassim Majaliwa, ambaye amefanya kazi nzuri kufanikisha nayo leo, tukitamba na ujenzi wa mashule, tukitamba na vituo vya afya, mahospitali ya rufaa. Nyuma yangu kuhakikisha yanakwenda vizuri. Kwa hiyo umepokea kijiti kutoka kwa mfanyakazi mzuri ambao sina shaka utafuata miguu yake na utaongeza pale unapohisi panahitaji kuongezwa nguvu. Hivyo tunakupongeza na kukutakia kila la heri katika utekelezaji wa majukumu yako mapya. Dr. Mwigulu, kama tulivyosema wakati wa kampeni na kama ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 inavyosema, kuna mengi muda, hivyo tunabudi kuongeza kasi katika utendaji wetu. Wewe utakwenda kulisimamia baraza la mawaziri ambao nao wanaongoza sekta tofauti tofauti. Ni wajibu wako kuhakikisha kasi ya utekelezaji wa yale tuliyoyapanga inaongezwa ili tuweze kuyatimiza ndani ya muda mfupi. Lakini utekelezaji wa kazi zote hizo zinahitaji fedha, na wewe umetoka kwenye sekta ya fedha. Kwa muda wa miaka 5 umejua vichochoro vyote tulivyokuwa tukipita kutafuta fedha. Kwa hiyo nafasi yako ili aweze kupita kule patikanyike. Kwa hiyo kwa ufupi, una kazi kubwa sana. Una baadaye nitafungua bunge yote kipindi hiki cha miaka 5. Kuna mengine uliyasema mwenyewe jana pokuwa bungeni, nilikusikiliza vizuri na ni imani yangu yasimamia yale yote. Kwa hiyo kama nilivyosema, tukutakie kazi njema. Mzigo huu si mdogo, na kwa umri wako, sijui Kassim aliingia akiwa na miaka mingapi, lakini kwa umri wako mzigo huu ni mkubwa. Kwa umri wishi na wengine, vishawishi ni vingi. Nafasi yako ile haina rafiki, haina ndugu, haina jamaa. Ni nafasi ya kulitumikia taifa hili. Kwa hiyo nikutakie kila la heri katika utumishi wako, na mengine tutaelezana kwenye vikao vyetu vya ndani pamoja na baraza la mawaziri. Kukushuhudia tukikubebesha mzigo huo, na umetuthibitishia jana kwamba unauweza na utakwenda kufanya kazi. Na kutakia kila la heri. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya, naomba tukae. Kinachofuata sasa, kwa heshima na taadhima, naomba uridhie tupate picha za kumbukumbu za tukio hili. Haya, wataalamu, naomba tufanye utaratibu sasa.